Amen, 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 amen. Na tutaanza kwa namna yetu ile ile ya siku zote. Kusudi ni kujitengenezea kwa habari ya maombi. Maombi ni kitu ambacho kinamfanya mtu anakuwa karibu na Mungu. Maombi yanatengeneza ushirika na Mungu. Kwa hiyo kama muombaji unakuwa unatengeneza ushirika na Mungu ambaye unamwabudu. Sababu kila mtu anaomba. Yaani kila mtu anaomba. Haijalishi anaombea wapi, lakini kila mtu anafanyaje? Kila mtu anaomba. Kuna watu wanaomba mizimu, na pia ni maombi. Kuna watu pia wanaomba miungu, pia ni maombi. Watu wanaomba makaburi, ni maombi. Lakini sasa maombi unaomba wapi? Hilo ndio swali. Kwetu sisi tunaomba kwa Mungu aliye juu mbinguni. Yeye aliyeziumba mbingu na nchi, na vyote vinavyoonekana hata visivyoonekana. Yeye ambaye alisema iwe nuru, nuru ikawa. Alisema iwe anga, anga ikawa. Alisema maji yajivute mahali pamoja na ikawa kaita bahari. Huyo ndio tunamwabudu sisi. Sasa nataka tujifunze kitu kizuri kimoja kwenye kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 6, lakini pia tutajifunza kwenye mstari wa 8. Hapa unaweza ukapata vitu vizuri zaidi vya kujifunza kwa mtu ambaye anataka kumuomba Mungu, kwa mtu ambaye anataka kuongozwa na Mungu. Kwa namna moja ama nyingine, kama kwambia kwenye Zaburi tunasoma wakati wote, kwa sababu ndio andiko kuu. Kwa bali ya Zaburi 119 mstari wa 105. Hilo andiko ni kuu ambao siwezi kuliacha popote pale. Siwezi kuliacha kwa sababu ni andiko ambalo kwangu linabeba maana kubwa, linasaidia ama linakupa mwangaza wa kuona kipi ambacho unapaswa kufanya. Kwa kama wengine wanasema kwamba neno la mwaka neno fulani si nini au ni wao, lakini mimi kwangu naona kwamba kwa wakati huu Zaburi 119 mstari 105 ni unafaa sana, kwa sababu una mafunuo makubwa sana. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 32 mstari wa 6 asema, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Unaona, kila mtu mtaua, kila mtu mtakatifu, kila mtu ambaye ni mtaua inabidi amwombe Mungu kwa wakati ambao unapatikana. Kwa upo wakati ambao unaweza ukapatikana wewe kumpa Mungu. Japokuwa Biblia inatuambia kwamba imetupasa kuomba siku zote pasina kukata tamaa. Lakini pia katika Thesalonike anasema kwamba ombeni bila kukoma. Kwa maombi ni muendelezo. Maombi ni muendelezo. Hakuna kikomo cha mtu kuomba. Hamna kikomo cha mtu kwa kuomba. Hamna mtu anaweza kusema naomba leo kesho nitaacha, hapana. Hayo kwa sio maombi. Hayo ni kufresh tu, yani kujitengenezea mazingira kwamba na mimi naombaga. Lakini maombi mtu muombaji lazima mtu aombe kila siku. Tena sio kwa kukata tamaa. Wakati una mazuri, wakati umefanikiwa, wakati umebarikiwa, wakati umeinuliwa, inakulazimu uendelee kuomba vile vile. Kama upo nyakati ngumu, upo mazingira magumu, bado unapaswa kuendelea kumuomba Mungu vile vile. Kwa sababu tunaona kwamba kuna watu ambao wako nyakati ngumu kwa maisha yao. Ukimwona kama hana wakati mgumu kwa ni kwamba wakati mgumu kwake ulikuwa ni kwamba hana mtoto, anahitaji mtoto. Na kutokuwa na mtoto ni kwa mtu ambaye amekaa kwenye ndoa muda mrefu, inakuwa ni changamoto kwake. Kwa hiyo unakuwa ni uhitaji alionao, unakuwa ni changamoto alionayo, unakuwa ni shida kwake. Kwa hiyo inamlazimu naye pia kufanyaje? Kuomba kila mara. Lakini pia hata ukipata mtoto, ukipata unachokitaka, inaweza ikawa mtoto kazi, inaweza ikawa mtoto biashara, inaweza ikawa mtoto cheo, huduma, unaweza ukajiongeza hapo kwamba sio mtoto tu kama mtoto. Kuna vitu ambavyo kama vihitaji umeshaka, lakini hivyo vitu
vinaweza vikakuondoa kwenye uwepo wa Mungu, lakini vinaweza vikakusogeza pia kwenye uwepo wa Mungu. Kwa hata kama utakapofanikiwa, utakapobarikiwa, utakapotendewa ama utakapokombeka ukiwa umeishiwa, maombi hayapaswi kuachiwa popote pale. Kwa hiyo kama unamiliki ama haumiliki, bado maombi ni ya msingi na ni ya muhimu sana kwa mtu ambaye anamtumikia Mungu. Lakini sasa tunarudi kwenye andiko, anasema kwa hiyo kila mtu mtaua. Kwenye tafsiri zingine anasema hivi, kwa hiyo hebu kila akuaminie, ona, kila anayemwamini Mungu, kila anayemwamini Mungu, anayemwamini Yesu, kila anayemwamini Mungu. Kwa hiyo unaona kuna watu wanaamini miungu, wanaamini mizimu, wanaamini pia kwa watu wenye vyeo. Wanajua kwamba kwa mtu fulani, kwa mtu nayemwamini, nikimwendea nikimpelekea haja yangu, atafanyaje? Atanisaidia, ataniokoa kwenye jambo. Kwa hiyo kuna mwingine, ndio maana kuna watu wengine mwaka hadi mwaka, ukifika mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka au katika namna ambavyo wamekubaliana kama wao, lazima waliniu mkataba wao kama ambao tunapanga. No, sasa kuna watu ambao pia kwenye maisha yao wana mikataba na kuzimu, wana mikataba na tufani, na sio pia na mikataba na Mungu wetu. Kwa wakati anasema kwamba hebu anasema kwa hiyo hebu kila akuaminie akuombe awapo katika dhiki. Kwa mtu anapokuwa katika dhiki anapaswa kuomba akuombe, anemwamini Mungu. Unaona, kuna watu wanaweza akawa wanatembea miungu mingine, anatembea upande wa pili kwa namna nyingine, lakini nao kwenyewe pia kuna wakati wanaota wamebanwa. Wakishabanwa wanamkimbilia Mungu wao. Sasa sisi tunamkimbia Mungu wetu ambaye ni muweza mambo yote. Yupo juu ya falme, yupo juu ya sultani, yupo juu ya mamlaka, yupo juu ya kila kitu. Kwa hiyo ndio Mungu wa kutumainiwa, huyo ndio Mungu wa kutegemewa, huyo ndio Mungu wa kukimbiliwa. Yeye anao msaada wake. Masharti yake ni moja tu, lazima kwanza umwamini yeye. Lazima umkubali kwamba yeye ni Mungu na anaweza akakusaidia kwenye changamoto ambazo unakuwa nazo. Lakini ukienda kusoma pia kwenye tafsiri nyingine anasema kwamba akuombe awapo katika dhiki. Anasema hakika maji makuu yafurikayo hayatamfikia yeye. Hata kwenye Biblia yetu ya kawaida anasema hivyo, hakika maji makuu yafurikayo hayatamfikia yeye. Kwa sababu tunaomba, tunaweza tukao tunaomba kuna vitu unakuwa umeonyeshwa na Mungu ama uonyeshwa na Mungu, lakini unaomba katika kuomba kwenye kipindi kigumu au kwenye kipindi kizuri, unakuta unazuia. Kuna mambo yanaweza atakao kutoka maisha yako, lakini kwa sababu umeamua kumomba Mungu, yale mambo Mungu anakuta anazuia. Maji makuu ni majaribu, ni changamoto, ni matatizo. Kwa hiyo unakuta ukiingia kwenye kuomba, unapomtafuta Mungu, zile shida yale matatizo yanakuja kama maji yafurikayo, unaota unasaidika. Na Biblia inasema kwamba utapita, japo anasema utapita katika maji mengi lakini hayataugarikisha. Utapita katika moto hautauteketeza, wala miale ya moto itakuunguza. Kwa sababu gani? Unakwisha kumtafuta Mungu. Unapomtafuta Mungu unakuwa umejiwekea akiba katikati ya maisha yako. Unakuwa umejiwekea akiba kwenye familia yako, unakuwa umeweka akiba kwenye biashara zako, unakuwa umeweka akiba kwenye huduma yako, unakuwa umeweka akiba. Kama ambao mtu anaweza akafanya kazi katika kupokea mishahara, mtu anaweka akiba mahali. Ile akiba inakuja inamsaidia wakati ambapo anapitia katika changamoto. Kwa maombi pia ni akiba katikati ya maisha. Tunafika kipindi hauwezi kuomba, hauwezi kumtafuta Mungu, na Mungu anakuwa akiangalia, anakumbuka kile ambacho tumefanya. Ndio maana kwa Hezekia, kipindi ameumwa kwa muda mrefu na ameshapewa taarifa kwamba unakufa, hakika utakufa, akageuka ukutani, akamlilia Mungu, akamwambia Mungu, tazama, kumbuka kile ambacho nimekufanyia kipindi mimi niko mfalme, nitembea katika njia za haki. Kwa alikuwa anacha kumkumbusha Mungu. Kwa Mungu naye unapita changamoto, anaangalia yale ambayo uko unamuomba. Kuna kipindi uko unaomba, unawafanyia watu wengine mambo mazuri. Kwa maji makuu yanapofurika hayakufikiwe. Maji yanaweza akaja. Tunaposema kwamba mtu asiogope, sio kwamba vya kuogopesha vitakuwepo. Tunaposema kwamba usilie, sio kwamba vya kukuliza havitakuja.
vitakuja, lakini sasa ili ya kwamba usilie, ili ya kwamba usipitiwe na hicho kitu, lazima ukumbuke kutokulia, kutokuogopa. Haupaswi kuogopa. Yatakapokuja ya kukopesha, upaswi kuogopa. Yatakapokuja kukuliza, upaswi kulia. Yatakapokuja kukumiza, upaswi kuumia. Kwa hiyo unakuta hapo unakuwa umeshinda, au unakuwa unatembea ile maana ya kwamba usiogope. Sio kama unaposema usiogope hamna chochote. Uongo. Yapo ambayo yanaweza kufanya wewe uogope, yapo ambayo atakutisha, yapo ambayo atakufanya ufadhaike, lakini katika yale moja ya kukufadhaisha, upaswi kufadhaika. Kama Danieli alitoa habari kwamba hakuna kuabudu Mungu yoyote kwa siku 30. Ni mambo ya kukutisha, ya kukopesha, lakini kwa sababu unamwamini Mungu, unakuta hauogopi, hauna wasiwasi, unaenda kupambana kwa sababu unajua ambaye unamtumikia ni Mungu aweza kukokoa. Maji makuu, changamoto ni maji makuu. Shida, taabu, mateso ni changamoto, ndio maji makuu ya furikayo. Kwa hiyo katika kumwomba Mungu, unakuta yale maji makuu yanapofurika hayawezi kukufikia. Amen. Kwa hiyo anasema pia, tunasoma mstari wa 6 na wa 7, wa 8, alafu tutaishia hapo kwa leo. Anasema hivi, nitakufundisha, mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoendea. Amina. Anasema nitakufundisha. Mungu anaweza kukufundisha. Kwa mfano mtumishi mmoja anakuambia Mungu akikufundisha kuhusu biashara, utafanya biashara kwa viwango ambavyo ni tofauti. Mungu akikufundisha kwa habari ya ujenzi, unakuwa wewe ni fundi, unajenga labda nyumba au fundi seremala, unakuwa fundi wa chochote kile. Mungu akikufundisha katika njia ya kutengeneza kitu, unakifanya kwa ubora ambao hakuna mtu mwingine anaweza akakifanya. Kwa sababu gani? Mungu wa mbinguni afanyaje? Anakuwa amekufundisha. Na akikufundisha Mungu, lazima ujue kwamba hautaweza kufeli hata siku moja. Kwa hiyo Zaburi anasema kwamba Mungu atumia kitabu cha Zaburi, anasema nitakufundisha na kuonesha njia utakayoendea. Ziko njia nyingi sana, lakini kwa Mungu iko njia ambayo ni nzuri. Njia ya Mungu ni njia ambayo itakupeleka katikati ya utukufu. Unaposoma habari za wana wa Israeli, ilifika kipindi wakawa wanazunguka kwenye ule mlima. Wanazunguka muda wote. Wanazunguka, hawasogea, hawaendi popote, wanazunguka kwenye ule mlima muda wote. Lakini Mungu akaonesha njia ambayo ilipaswa wenyewe iende. Lakini pia unaona kipindi ambapo wametoka Misri, kabla kufika kwenye bahari ya Shamu, wao wana wa Israeli walikuwa wanajua kwamba tukitoka Misri njia kuelekea Kanaani ipo, tunaijua. Kwa akawa wanaenda kwa ile njia ambayo wao wanaielewa. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli warudi, kwa kwamba ile njia wanayoendea sio njia ambayo Mungu anataka waiendee. Kwa hiyo hata sio wenyewe unaweza kuwa unafanya kitu fulani, lakini Mungu hataki kufanya kitu anataka ufanye. Kwa hiyo uko na Mungu anakufundisha hata nini cha kufanya. Atakuonyesha nini cha kufanya. Anaonyesha njia unapaswa kuendea. Ndio maana una vitu vingine mtu anakuambia, nilikuwa nipite njia hii lakini machale akanicheza. Sio machale, ni Mungu akuonyesha kwamba huku ukienda kuna jambo za kamaje ikakukuta. Anamwambia, senyo zangu zisisimka fulani. So usisimka, ni Mungu anakuonyesha kwamba ungepita mahali fulani patakuwa pana changamoto. Kwa Mungu yeye anatuonesha njia, anatufundisha namna kutembea kwenye hiyo njia, na pia atatuonesha njia, na atatuonesha njia, atatuonesha namna ya sisi kuiendea hiyo njia ili kwamba tuweze kufanikiwa katika yale ambayo tunaendea. Amina. Sasa pia nitakushauri, unaona, kwenye mambo yako, kwenye jambo lako, kwenye vitu vyako, kwenye chochote kufanya, tamani sana Mungu awe mshauri. Unajua unaweza kaenda kwa mtu yoyote naomba ushauri jambo langu na hili, nimekwama hapa na pale, nahitaji ushauri, nitakuwa mtu anamwambia ifanye. Kila mtu ana ushauri wake. Unaweza kutoka hapa jambo lako moja, unaweza ukafuata watu watatu na kila mtu akupa ushauri wake. Lakini Mungu akupa ushauri ulionyooka. Kwa maana Daudi alikuwa akitaka kwenda kupigana, anamuuliza Mungu, niende?
Mungu anambia nenda, na akienda lazima ushinde udinao. Unaona, kuna wakati anambia usiende na haendi. Unaelewa? Kwa hiyo ukitembea na Mungu vizuri, Mungu atakufundisha, atakuonesha njia utakayoweza kuiendea, lakini pia atakushauri Mungu mwenyewe namna ya kufanya mambo, namna ya kuamua vitu, namna ya kutembea katikati ya watu wengi. Atakufundisha, atakushauri, atakwambia na hii haupaswi kufanya hivi, fanya hivi. Unaona, na wewe unaenda mle ambako Mungu anataka ufanye. Unashangaa wewe kufanya kwako ni kwa urahisi sana. Kwa sababu gani? Unakuwa unatembea na yule ambaye anajua njia. Unaelewa? Mungu anajua njia zote ambazo tunaziendea, lakini wanadamu hawajui. Tunakisiaga tu, lakini Mungu anajua njia zote ambazo tunatamani sisi kuziendea, ambazo zitakuwa ni za baraka kwa maisha yetu. Anaendelea kusema kwamba jicho langu likikutazama, Mungu atakutazama. Haishi kukufundisha, haishi kukuonesha njia ambao utapaswa kuiendea, lakini pia atakushauri. Na haishi kwenye kukushauri tu, jicho lake litakutazama. Mungu akikuangalia hautajikwaa popote. Mungu akikuangalia, jicho lake likikuangalia, kwanza hautamtenda hata Mungu dhambi, kwa sababu unajua kwamba ninapoenda Mungu ananicheki yani. Kwa hivyo bahati kwa Mungu, yani usiku na mchana wote ni sawa. Yani hamna tofauti. Unaona? Kwa ni Mungu akuogopwa sana, na ndio tunayemwabudu. Kwa jicho lake anasema likikutazama, atakuangalia kwa jicho lake, atakutazama kwa jicho lake. Hautaweza kufanya kitu ikiwa yeye Mungu wa mbinguni akuangalia. Atakuangalia, atakutazama na ataona uhitaji wako. Mungu akikutazama ataona shida zako. Mungu akikuangalia ataona mahitaji yako. Mungu akikuangalia ataona unahitaji nini. Mungu akikuangalia ataona kwamba wewe ni mhitaji wa kitu fulani. Mungu ataona kwamba wewe unataka kwenda umbali upi. Mungu akikuangalia hautaishia pale ambapo maadui kusudia uweze kuishia. Mungu akikuangalia yale marango yamefungwa mbele yako, utaona marango yanafunguliwa. Mungu akikuangalia yale magumu ambayo unayaona, Mungu anarahisisha na kuwa mepesi. Ndio maana anakuambia kwamba alisikia kilio cha wana wa Israeli katika nchi ya Misri, akaenda akawatoa. Yaani Mungu akishakuangalia, haijalishi umezungukwa na nini, haijalishi nini kipo katikati yako, akishakuangalia, akishakuona kwa jicho lake, anatafuta namna ya kukusaidia. Maana anasema kwamba jicho la Mungu linazunguka huku na huku duniani kote, ili ya kwamba ajidhihirishe mwenye nguvu kwa wale ambao kwa wale ambao mioyo yao imemwelekea yeye. Kwa Mungu atakapokuangalia, atakapoona moyo wako umemwelekea yeye, anajidhihirisha kwamba ni mwenye nguvu. Kwa kama hata kuna magonjwa yanaweza kuondolewa. Kama kuna mausiku unaweza ukaondolewa, kwa sababu yeye mwenye mamlaka yote ameshakuangalia na akijidhihirisha mwenye nguvu kwenye maisha yako. Udhaifu kila namna unaondolewa, kwa sababu mwenye nguvu anakuwa ameshaingia kwenye maisha yako. Mwenye nguvu anakuwa ameingia kwenye mfumo wa afya yako. Mwenye nguvu anakuwa ameingia kwenye mfumo wa biashara yako. Mwenye nguvu anakuwa ameingia kwenye mfumo wa familia yako. Mwenye nguvu anakuwa ameingia kwenye mfumo wa familia yako. Anakuwa ameshaingia kwenye kila eneo. Akishaingia mwenye uwezo, anaathiri vyote ambao viko katika maisha yako, anabadilisha hali ambayo unakuwa nayo. Ndio maana tunaambiwa kwamba katika hii Ayubu 42:10 kwamba Bwana akageuza uteka wa Ayubu. Kisha Bwana akageuza uteka Ayubu. Kwa Mungu akiingia maisha, akikutazama, kila aina uteka ambao umeshikia maisha, uchumi, biashara, afya, kazi, vyote Mungu anabadilisha. Unabaki unamfurahia Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo usiogope. Maji makuu yafurikayo yanapofurika hayatakufikia wewe kama utakuwa unaenda kumwomba Mungu. Kama uombi Mungu, maji makuu yakifurika lazima kukute. Maji makuu yakifurika lazima yakumalize. Maji makuu yakifurika lazima yatapita na wewe. Kwa sababu gani? Hauna kizingiti ama hauna kizuizi cha kuzuia wewe usichukuliwe na maji.
kinachofanya nyumba zinakuwa ziko salama au watu wanakuwa salama katikati ya maji ni kwa sababu ya kizingiti ambacho kinakuwa kwenye katikati ya maisha yao. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana. Neema ya Mungu iwe juu yako. Yuko Roho ambaye anaweza kukusaidia kuomba. Hatuwezi kuomba. Hatuwezi kumuomba. Yaani hatuwezi kuomba. Na kama tukiomba tunaweza kuomba vibaya. Lakini Roho Mtakatifu akishachukua hatamu ya mtu katika maombi, anakuta anabadilisha hata namna ya kuomba kwetu. Anabadilisha namna hata kuomba kwako. Anakuta unaanza kuomba sawa sawa mapenzi ya Mungu. Na ukishaanza kuomba sawa sawa mapenzi ya Mungu, basi tambua kwamba habari ya changamoto unazopitia maisha yako zinabadilishwa kuwa ni historia. Kwa sababu gani? Unaomba sawa sawa mapenzi ya Mungu, na ukiomba sawa mapenzi